Wapendwa katika Kristo, karibu katika tafakari ya siku ya leo inayotoka katika Injili ya Yohane sura ya 12 aya 44 hadi 50. Katika sehemu ya Injili hii Yesu mwenyewe anasema, anayeniamini mimi, aniamini mimi tu, bali anamwamini yeye aliyenituma. Na mimi nimekuja ulimwenguni kama nuru, ili kila aniaminie asibaki gizani. Hii ni wazi kwamba kumwamini Kristo tunaipokea nuru na upokea mwanga, nao utuondoao katika giza na kutuingiza katika mwanga wa Kristo mfufuka, kama tunavyotafakarishwa katika kipindi hiki cha Pasaka. Leo hii giza limetanda, nuru imefifia, na ulimwengu katika vita ya kuitokomeza nuru hii, nasi kutuangamiza na kutupoteza katika giza la malimwengu, giza la dhambi. Kama Mtume Paulo alivyoletwa katika nuru ya yeye aliye kweli, wa kuondolewa katika upofu wa giza, Matendo ya Mitume sura ya 9, nasi Yesu hajapenda kutuacha gizani daima, kwani kwa kupitia msaada wa kanisa kwa njia ya ubatizo, nasi daima tunatembea na mshumaa wakao unaoakisi mwanga wa yeye aliye nuru ya ulimwengu, na kutuongoza daima katika giza hili lililotanda katika ulimwengu huu wa leo. Wapendwa, ni huzuni. Alikuja kwa walio wake, lakini watu wake hawakumpokea. Walipenda giza kuliko nuru. Yohane sura ya 1 aya 9 hadi ya 11. Tulio wengi tumejigubika katika malimwengu, tumepotelea katika giza la dhambi, na hivyo tumejitenga mbali na Mungu. Tumeikataa nuru, tumemkataa Kristo aliye mwanga wa kweli. Ndugu, mimi na wewe tu vipofu wa imani, tu vipofu wa madaraka, tu vipofu wa amani, tu vipofu wa mali na mengine yote yanayotuweka mbali na Mungu. Lakini tukianza kujitazama kwa ukweli, chunguza dhamiri zetu, tunakutana na moyo wa huruma wa Mungu. Papa Yohane Paulo wa pili katika encyclica ya Dives in Misericordiae anafundisha kuwa huruma ni jibu la Mungu kwa hali ya dhambi ya mwanadamu. Na daima Papa Francis alisisitiza kuwa jina la Mungu ni huruma. Daima tutambue kuwa Yesu hakuja kuangamiza, bali alikuja kuokoa. Naye anayemkataa anajitenga mwenyewe na wokovu wake Kristo. Sikuja kuangamiza, bali kuokoa. Yohane sura ya 12 aya ya 47. Walakini yatupasa kuwa wakweli na kuwa tayari kulitazama giza letu, ili nuru ya Mungu tuweze kuiruhusu ingie na kutuangaza katika maisha yetu, kwani daima mficha uchi hazai. Wapendwa katika Kristo, Papa Benedikto wa 16 alifundisha kuwa neno la Mungu si taarifa tu, bali ni ukweli ambao unahitaji mwitikio katika maisha yetu, na mwitikio sahihi mshahara wake ni wokovu. Neno la Mungu li mwanga kwa wale wanaoliamini, na pia li hukumu kwa wale wanaolikataa. Na Nabii Isaya katika